Mimi msikilizaji, nina swali nataka kukuuliza. Kwa sababu unajua raha ya kuvumbulana ama raha ya kutomasana labda kabla ya kuingia katika mchezo. Pale kuna ile ya kwamba mwanamke unampiga mnyonyo na we mwanamume unapigwa mnyonyo. Sasa kama mwanamke huwa anakupiga mnyonyo mpaka unaweza kushusha wazungu kwenye mdomo na akamiza, je, wewe mwanamume unaweza baada ya kumpiga mnyonyo mwanamke wako unaweza kumeza wazungu wake? Maana sijui ni waite wazungu wale pia ama ni vipi. Huo unameza ama unatema? Kwa mfano mpenzi wako ukimtomasa vizuri kabla hata hujamvumbula, unajua ukimtomasa vizuri mwanamke, ukimchezea vizuri mwanamke, anaweza kukojoa kabla hata ya kuvumbulwa. Sasa wakati umemtayarisha vizuri mpaka amefika kileleni, kuna mwenye anakojoa, kuna mwenye anatoa uke wake unaloa sana. Sasa huo unameza ama huo unatema? Hebu niambie nipate kujua. Maana unajua ni rahisi sana kwa mwanamke atakapokupiga mnyonyo wewe mwanamume, kumeza wazungu kwake si big deal. Swali ni je, wewe mwanamume ukimtomasa, na hii leo ndo nitajua kama wewe mwanamume huo unamtayarisha mwanamke wako ama mke wako. Sasa ashafika kileleni, amepiga mayowe, amepiga nduru, amepiga unyende. Katika ile hali sasa anakojoa, amefika mshindo. Unameza ama unatema? Na kama unatema, kwa nini unatema? Kwa nini? Unajua raha ya mwanamke akifika mshindo, alafu yule mwanamke mwenyewe ni yule ambaye anatoa maji. Yale maji unafaa kuyanywa kama mwanamume. Uke wake ukiloa sana, meza hizo vitu. Jamani. Coco FM, hello. Hello, Masbidi. Yes. Umesemaje? Ati hivi maji ya mwanamama kia mwana. Ulikuwa unataka yaruke ukutani? Jana umenishtua sana. Awe, usishtuke, usishangae, shangilia mpenzi. Mpenzi mimi siwezi haya. Mimi nafaa nimshindilie, si hata mimi ya maji yake. Sasa yeye akikojoa huwa wewe unafanyaje? Mimi namshindilia mkuki. Huo mkuki. Huo mkuki sawa. Huo mkuki ushaushindilia mpaka umefika mahali pake, umeutoa, amefika mshindo kwa kukojoa. Si utoi. Ukitoa sasa mtoto atasikia vizuri vipi? Mpaka umalizane naye, mpaka atulie kabisa. Sema asante mpenzi. Sasa na wewe utajuaje kama amefika mshindo? Yatatulia, ni wewe uendelee na kazi. Sasa ndio sasa utaona sasa huyu taarifa mwenyewe atasema tosha sasa. Sasa basi kabla hujaingiza mkuki si wewe unamtayarisha? Ndio mpaka nimtayarishe kwanza, alafu mwenyewe atadai tu sasa hata sasa ndipo. Sasa pale uke wake ukishaloa si wewe unampiga mnyonyo? Wewe unameza ama unatema? Mimi akisha kuwa tayari sasa mimi namsindilia. Mimi si mnyonyi kabisa, na kunyonya mtanyonya matiti. Lakini sio nyonya huko kwingine. Unaharibu mtu wangu. Bala. Unamkosa, yani unamnyima haki mke wako. Kwa nini umpigi mnyonyo kwenye kipochi manyoya? Hapana. Kwa nini? Ni mchafu, uke wake unatoa harufu mbaya ama kwa nini? Hatujazoea hizo vitu hizo. Zoea ni ndio kazi yake pa mahali pale. Sasa kama hujazoea na hujajaribu, unakataa moja kwa moja, utajuaje kama ni vizuri ama ni vibaya? Hebu leo jaribu.
inabidi wewe Mashibebu upeleke training school sasa. Manake sasa itabidi. Hapo Nyagoni hapo. Itabidi, manake unajua ni kama yani I feel for that woman kwa sababu anakosa mambo mazuri, anakosa mambo matamu na wewe umekataa kumpatia hayo mambo matamu. Kosi manake sasa ananiambia ananishukuru tayari. Nikishamaliza kazi nashukuru. Mimi ndio sasa hapo kumbe nimeweza hapo. Sasa wewe umemshukurukisha kwa maji ya chumvi peke yake, hajakuja kujua utamu wa mineral water. Sasa itabidi hebu leo umpe maji ya mineral water uone kama kiu itakatika kwa haraka ama haitokuwa kabisa. Hawa mwalimu, wacha nijaribu leo. Haya, asante. Haumpigi mnyonyo mwanamke wako kipochi manyoya? Basi unamkosesha haki za kibinadamu. Coco FM, hello. Labda hapo. Naam. Hapo Mashibebu hapo umenitandika. Kweli hapo sijawahi sikia. Hujavifanya ama wewe ndo hujasikia? Hiyo kiramba sio kimeza sitakuwa zuzu hiyo. Itakuwa nini? Utakuwa zuzu. Ati utakuwa zuzu? Hapo utakuwa zuzu. Au izuzu nawe. Kwanza ukifika hiyo supu si ndio top layer inayohitajika? Hiyo ni sumu hiyo. Si sumu. Mbona wazungu wako yeye anakula? Basi afadhali wazungu wangu ile ni mbegu, lakini ile yake ile maji yake ni sumu hiyo. Si sumu na nikikwambia kunywa hayo maji bwana. Hayo ndio yanaitwa maji ya uzima bwana. Watakandie sumu. Jamani, kwa hivyo wewe unatema? Anasema ni sumu. Nyinyi mbona mnakosesha raha wanawake zenu jamani? Mwingine hataki kumpiga mnyonyo kipochi manyoya. Mwingine anasema akikojoa mwanamke wake hayo maji hawezi kunywa kwa sababu ni sumu. Kweli? Coco FM, hello. KB. Labda Pwani. Wameza ama watema? Kwani hujamsikia kwa Ndebuyo kuambia mwenzenu fundi wa kulamba tena na meza kabisa. Sasa. Na sio kwamba ati mimi najigamba ila mbali namfikisha. Ndio maana namdata kama kochi na mpanda. Uongo. Sasa tena acha hiyo, mimi nakwambia tena tutaka kichokora na mimi natoa na ramba kama vile nanyonya peremeta. Ndio vile mimi nazi mwenye siogopi wala sishtuki. Nati mtu wasema sumu. Nani alikwambia sumu? Hauogopi dudu wala mente. Kama ni kidole kinatumika baada ya kupiga mnyonyo unasonda kidole. Kabisa, ni amuonyesha kama mimi nakuthamini. Hiyo ndio amuonyesha mpenzi wako kama mimi nakuthamini. Kweli sana. Sio kwa tunakupenda. Tuko pamoja. Hadi tamati. Coco FM 98.9, ladha ya Pwani.